Asante kwa ajili ya siku nyingine ambayo umeifanya yenye utukufu wako. Asante kwa ajili ya siku ya pili ya ratiba yetu ya mfungo madhabahuni. Ni jambo ambalo Kristo Mfalme unalijua na unalitambua, na umetupa kibali cha kuingia kwenye ratiba hii, Mfalme wa amani. Asante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umekusudia kuyatenda mambo ya ajabu kwenye maisha yetu, yale ambayo yalishindwa kuwezekana kwa maombi ya kawaida, yale ambayo yalishindwa kuwezekana kwa mazingira mengine. Kupitia mfungo huu, Jehova, ya uaminifu wako, tunasema asante kwa sababu umetupa na pendeleo. Tunasema asante kwa sababu umetupa nafasi ya kibali. Hata ndugu zote ambao wamepata nafasi ya kushiriki na kuingia kwenye ibada hii siku ya leo na majira haya, ninawakabidhi mbele zako, Mfalme wa amani. Asante kwa sababu unajua mahitaji yao, na kupitia mfungo ambao wameshiriki, Bwana, utakutana na maisha yao, utakutana na mahitaji walionayo, mambo ambayo yameendelea kuwasumbua, shida ambazo wameendelea kuzipitia, lakini wameendelea kukuamini na wameshiriki ratiba ya mfungo. Ninawakabidhi mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Neema yako Bwana na ikaongezeke kwenye maisha yao. Kibali chako Bwana kikatawale kwenye maisha yao. Kibali chako Bwana kikaongezeke kwenye maisha yao. Wape nafasi ya kuiona siku mpya yenye ushindi. Wape nafasi ya kuona uwezo wako kwenye maisha yao. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nguvu zote za adui ambazo zimeendelea kuwakamata, nguvu zote za giza ambazo zimeendelea kuwashika, kwa namna yoyote wameendelea kupata tabu katika maisha yao, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe ni Mungu mwaminifu, unaweza yote. Wewe ni Mungu mwaminifu usiyeshindwa na jambo. Wewe ni Mungu unayeyatambua na kuyajua maisha yao, hata haya wanayoyapitia Bwana, wewe unaelewa, na umesema kabisa tukukimbilie wewe, maana kwako kuna amani. Unasema tukukimbilie wewe Bwana, maana kwako kuna kibali. Unasema tukukimbilie wewe Bwana, maana kwako tuna ushindi. Ninawasogeza Bwana mbele zako, ninawasogeza mbele zako Bwana kwenye kiti chako cha enzi, Mfalme. Unavyowajua maisha yao Bwana, unavyowatambua maisha yao Bwana, onekana katikati ya mambo yao, onekana katikati ya maisha yao, onekana katikati ya uaminifu wao, hata namna ambavyo wanapitia magumu, lakini Bwana wameendelea kutii katika mfungo. Hata namna ambavyo wanaendelea kupitia mateso, lakini wameendelea kutii katika mfungo, wameendelea kuutafuta uso wako, na ni sawasawa kabisa na neno lako. Unasema wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana, tazama bidii ambazo wanazionyesha kwenye maisha yao. Bwana, tazama bidii ambazo wanazionyesha kwenye madhabahu yako. Bwana, tazama bidii ambazo wanazionyesha ndani ya mioyo yao. Bwana, tazama bidii ambazo wanazionyesha, pamoja na kwamba ndoa changamoto, pamoja na kwamba mahusiano changamoto, pamoja na kwamba uchumi changamoto, pamoja na kwamba watoto changamoto, pamoja na kwamba afya changamoto, lakini hawajachoka kukutafuta. Pamoja na yote wanayoyapitia, hawajachoka kukutafuta. Bado wanakutafuta Bwana Yesu, bado wanautafuta uso wako, bado wanakutafuta, bado wanakutafuta. Ninakuomba Jehova, usinyamaze kwenye maisha yao, uzisikie na sauti zao Bwana, wanapopaza sauti kukulilia, wanapopaza sauti kutafuta uso wako Bwana, usinyamaze kwenye maisha yao. Kwa namna unavyoweza Bwana, ukakutane nao Bwana, ukakutane na mahitaji yao, ukakutane na maisha yao, ukakutane na changamoto zao, ile mizigo ambayo wameibeba kwenye maisha yao Bwana, ukakutane pamoja nao. Ninawaombea Bwana, ukakutane pamoja nao. Ninawaombea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mitego ambayo adui ameitega kwenye maisha yao, mitego ambayo adui ameweka kwenye maisha yao, ya kwamba wasivuke mahali, ya kwamba waanguke mahali, ya kwamba wasione kesho njema, ya kwamba wasione siku njema, ya kwamba wasitimize ndoto zao, ya kwamba wasifikie malengo. Ile mitego iliyowekwa ninaiharibu sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaiharibu kwenye maisha yako, ninaiharibu kwenye maisha yako. Mitego inayoletwa kwenye ndoto ninaiharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaiharibu tena, ninaiharibu tena, ninaiharibu tena kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Mitego adui aliyotega kwenye habari ya mahusiano, ninaharibu hiyo mitego, ninaharibu hiyo mitego katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mitego iliyotegwa kwenye ndoa, ninaharibu hiyo mitego ya kwamba ndoa iharibike, ninaharibu hiyo mitego, ndoa haitaharibika, ninaharibu hiyo mitego kwa mamlaka ya jina la Yesu. Rikondarabo shata, ripo satayanda, rikandarabo boseke. Bwana, unayesikia watoto wako, Bwana unayejibu maombi yetu, na ukasikie vilio vyao sasa, na ukasikie maombi wanayopaza sasa, na ukasikie namna wanakuita sasa, na ukajibu Bwana, na ukajibu Bwana sawa sawa na neno lako. Unasema nimesikia maombi yenu na nimeshuka kuwajibu. Bwana, na ukatende Bwana, usinyamaze, ukakutane na haja zao, ukakutane na mahitaji yao, ukakutane na milima yao ambayo imesimama mbele yao.
wanakosa mahali pa kwenda. Wengi ambao Bwana wakitazama mbele hawaoni kitu, maisha yao ni kama giza, ni kama giza limetanda mbele yao, ni kama giza limetanda mbele yao. Wanatamani kusonga mbele lakini wanaona giza, hakuna namna wanapiga hatua, hakuna namna wanaendelea mbele. Hili kundi Bwana ninaliweka mbele zako. Wewe ni nuru ya ulimwengu, angaza kwenye maisha yao Bwana, angaza kwenye maisha yao Bwana, angaza rakandarabosika, angaza kwenye maisha yao. Wote ambao wanaona giza, ni kama maisha yao ni giza, ni kama mambo yao ni giza, ni kama biashara giza, mahusiano giza, ndoa giza, watoto giza, uzao giza, hakuna nuru inaonekana kwao. Wanatembea kwa kupapasa, maisha yao ni ya kuhangaika, ni watu wa kujaribu na kuacha, ni watu wa kujaribu na kuacha. Mahusiano haya na kutoka, mambo haya na kutoka, kazi hii na kutoka, biashara hii na kutoka. Wamebaki watu wa kujaribu, na miaka inaenda sana, lakini ni watu wa kujaribu. Hakuna jambo linalosimama na kuzaa matunda kwenye maisha yao. Hili kundi Bwana ninalisogeza mbele zako. Ninajua Bwana unawajua, ukiwatazama unajua, ukitazama mioyo yao unajua ya kwamba wamefika mahali wamevunjika moyo kabisa, ya kwamba wamefika mahali wamekata tamaa kabisa. Imani ipo lakini hawawezi kuendelea mbele, imani ipo lakini hatua zimegoma kwenda. Wanakuhitaji wewe Bwana, wala hawahitaji tena mzazi, wala hawahitaji tena bosi, wala hawahitaji tena marafiki. Waliwahitaji wao lakini hawakuwasaidia kitu. Ni majira ambayo wanakuhitaji wewe Bwana. Dhihirisha nguvu zako, dhihirisha uwezo wako Bwana, jionyeshe mbele zao Bwana, jionyeshe mbele zao Bwana, jionyeshe mbele zao. Ukawakumbuke na wao sasa, ukawakumbuke na wao sasa, ukakumbuke mahitaji wako nayo, ukakumbuke majina yao. Wengine majina yao yamezikwa, majina yao yamebadilishwa katika ulimwengu wa roho, yamefutwa, hayatambuliki kazini, pamoja na kwamba wapo kazini lakini majina yamefutwa, na ndio maana hakuna promotion, na ndio maana hawatambuliki pamoja na kazi wanazofanya. Wengine biashara zimefutwa, pamoja na kwamba wapo kwenye biashara, pamoja na kwamba wanafungua frame, pamoja na kwamba wanafungua maduka, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni biashara zimefungwa. Watu wakipita wanaona ni kama pamefungwa, lakini wao wamefungua. Bwana, hili ni kundi ambalo linakuhitaji wewe, maana vita hii hawataiweza bila wewe. Hii vita haitawezekana bila wewe. Hii vita inahitaji sapoti yako Bwana, hii vita inahitaji sapoti yako. Wanakuhitaji wewe Bwana, katikati ya vita ambazo zinainuka kwa watesi wao, wale watesi waliosimama na kuhakikisha ndoa haiendelei, wale watesi waliosimama na kuhakikisha wanauharibu uchumba, wale watesi waliosimama na kuhakikisha wanaharibu uzao, ya kwamba hautapata mimba, ya kwamba hautazaa tena, wale watesi waliosimama na kuhakikisha familia inaharibika, wale watesi waliosimama na kuleta machafuko kwenye nyumba yako, wale watesi waliosimama. Nasi tunatangaza ya kwamba, nasi tunatangaza ya kwamba kwenye madhabahu ya Bwana tunatangaza ya kwamba jeshi la malaika linashuka kushughulika nao, linashuka kushughulika nao, linashuka kushughulika nao. Maana walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao, walio upande wetu ni wengi kuliko walio upande wao. Bwana na akutetee, Bwana na akusaidie, akupe kumiliki katika jina la Yesu. Nyayo zilizotekwa, nyayo zilizokamatwa, hata ukipiga hatua ni kama hakuna maendeleo. Kila unapokanyaga ni kama mtu wa laana, unaenda huku ukubaliki, ni mtu usiyekubalika. Ni mambo kama yamekugeukia, mambo yamekaa upande kwako, hakuna lililo jema. Unafanya mema unalipwa mabaya, unafanya mazuri unalipwa mabaya, hakuna jema linaloonekana kwako. Ninakuombea katika jina la Yesu, ninaziombea nyayo zako, ninaziombea nyayo zako, sawa sawa na Joshua anaambiwa na neno la Bwana ya kwamba mahali popote zitakapokanyaga nyayo zako nimekupa hapo. Na kwa sababu adui anaelewa ya kwamba mahali utakapokanyaga unapewa kumiliki, adui ameziteka nyayo zako, adui ameziteka. Nami ninakomboa kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninazikomboa nyayo zako ambazo walizichota wakazichukua wakapeleka kwenye chungu, wakaenda kuweka mahali na wakazinenea maneno. Ninazikomboa nyayo zako, ninazikomboa nyayo zako. Walichukua tu udongo, hawakuchukua nyayo zako, walichukua tu mchanga. Ninakomboa nyayo zako, ninakomboa kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakomboa kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakomboa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ile neema ya ukombozi ishuke sasa, ile neema ya kibali ishuke sasa, ile neema ya ushindi ishuke sasa, ishuke kwenye maisha yako, ishuke kwenye maisha yako, sawa sawa na neno la Bwana. Anasema alitununua, akatukomboa, akatuhamisha, akatuweka katika mwana wa pendo lake, rabo shandari ya bosika, katika mwana wa pendo lake. Na hii ni neema ambayo inaachiliwa kwenye maisha yako, inaachiliwa kwenye maisha yako. Pokea kibali cha Bwana leo, pokea kibali cha Bwana leo. Ndani ya mwezi wa 4 pokea kibali cha Bwana, pokea kibali cha Bwana, pokea kibali cha Bwana. Wale destiny helpers ambao wamezuiliwa mahali na walitakiwa wakufikie sasa,
sasa, walitakiwa waje kwako sasa ili wakusapoti kwenye biashara, ili wakusapoti kwenye kazi, ili wakupe promotion. Yule destiny helper aliyetakiwa afike kwako akupe connection ya safari, yule destiny helper aliyetakiwa aje kwako ili uingie naye kwenye ndoa, yule destiny helper aliyetakiwa aje kwako ili akushike mkono mahali ambapo umekwama, mahali ambapo unazama, mahali ambapo huoni tumaini. Yule destiny helper mahali alipocheleweshwa tunamuita sasa, yuko magharibi tunamuita sasa, yuko mashariki tunamuita sasa, pande zote alipo tunamuita, 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 tunamuita katika jina la Yesu. Mahali amecheleweshwa, mahali amekamatwa, mahali ameshikiliwa, mahali anazubaishwa, anasahau ya kwamba kuna mahali anatakiwa alete msaada, kuna mahali anatakiwa alete fedha, kuna mahali anatakiwa apige simu. Tunamuita destiny helper, tunamuita huyo destiny helper. Ndani ya mwezi wa 4 wanakuja kwenye maisha yako, wanakuja kwenye maisha yako. Wengine wanakuletea pesa za mtaji, wengine wanakuingia nawe kwenye mahusiano halisi ambayo yatakupeleka kwenye ndoa, wengine wanakuja kukushika mkono, labda ni kwenye kazi na biashara. Wanakuja ma destiny helper ndani ya huu mwezi, wanakuja ndani ya huu mwezi, wanakuja ndani ya huu mwezi, wanakuja, wanakuja kwenye maisha yako, wanakuja kwenye maisha yako. Nami ninatangaza madhabahuni, malango yako yakawe wazi daima, malango yako yakawe wazi daima, ukazipokee baraka za Bwana, ukazipokee baraka za Bwana sawa sawa na neno la Bwana kwenye kitabu cha Isaya. Anaandika, anasema malango yako yakawe wazi ili wafalme walete utajiri wao wakiongozwa na wafalme wao, mataifa walete utajiri wakiongozwa na wafalme wao, walete utajiri wakiongozwa na wafalme. Ninatangaza madhabahuni, malango mchana na usiku yasifungwe mchana na usiku. Uzione baraka asubuhi, uzione baraka mchana, uzione baraka jioni, uzione baraka usiku. Ninatamka sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu ya kwamba lango lako halitakamatwa na adui, ya kwamba lango lako halitashikiliwa na adui. Lile lango la baraka litakuwa wazi maishani mwako, lile lango la baraka litakuwa wazi maishani mwako. Watu mnaanza kupokea fedha, watu mnaanza kupokea kazi, watu mnaanza kupokea biashara, mnaanza kufanikishwa sasa. Yako mawazo ya kimungu ambayo yanaingia kwenye akili yako, yako mawazo ya kimungu, godly idea, godly idea, mawazo ya kimungu yanaingia kwenye fikra zako. Liko wazo la biashara utapata, liko wazo la biashara utapata katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana mponyaji, lituma neno lako liponye. Wewe ni Bwana ponyaji, wewe ni Bwana uniponyaye, wewe ni Bwana ponyaji, lituma neno